mafanikio ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika kulinda na kuenzi tunu za taifa, yaani muungano, umoja, amani na utulivu katika kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake. Nianze kwa kusema, na wengi watashangaa, ujio wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ulionekana, ulitabiriwa, ulibashiriwa miaka 81 iliyopita na baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Watu watajiuliza vipi kwamba miaka 81 iliyopita baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyeliasisi nchi hii, aliyeanzisha chama cha TANU kilichogombea uhuru wa nchi hii, aliyeunganisha TANU na ASP ambayo ikazaa CCM inayoongoza nchi hii, miaka 81 iliyopita, akiwa na umri wa miaka 1944, akiwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika uhuru wa wanawake, kitabu ambacho hakikuchapwa mpaka yeye alipofariki. Walipokwenda kufungua makabrasha yake wakaukuta ule mswada wa kitabu cha uhuru wa wanawake ambacho alikiandika akiwa na miaka 22, miaka 81 iliyopita. Na kitabu hicho sasa kimetafsiriwa katika lugha ya Kiingereza na profesa mwanamke wa chuo kikuu cha Makerere, kinaitwa Women's Freedom, Women are Eagles, yani yule ndege tai and not chicken. Katika kitabu hicho alichokiandika akiwa na miaka 22, kurasa wa 38, anasema wanawake wanaweza kuwa watawala, madaktari, walimu, waandishi, wanasheria au mafundi na watu wakubwa katika jambo lolote linalohitaji akili. Alimuona Samia? Hakumuona? Alimuona Samia? Hakumuona? Na anaendelea kurasa wa 34, katika mambo yanayotegemea akili hakuna tofauti inayojulikana kuwepo kati ya wanawake na wanaume. Mwanamke kama Malkia Victoria wa Uingereza aliweza kutawala vizuri kwa akili sawa na wanaume mwingine yeyote. Alimuona Samia kuwa rais? Hakumuona? Kama alimzungumzia Malkia Victoria ameweza kutawala vizuri, alimuona Samia? Hakumuona? Alimuona Samia? Hakumuona? Kwa ina maana Mwalimu angeandika leo pamoja na mfano wa Malkia Victoria, na labda angeongeza mfano wa Malkia Elizabeth, pia angemtaja Dr. Samia Suluhu Hassan. Nani kama Samia? Nani kama Samia? Mwalimu anaendelea kuandika katika kitabu hicho, anasema kila palipo na hadithi ya wanawake waliopewa uhuru, tunakutana na wanawake waliofanya matendo makubwa sawa sawa na wanaume na pengine hata kupita wanaume. Mwisho wa kunukuu. Maneno hayo yanamuakisi Dr. Samia Suluhu Hassan au hayamuakisi? Yanamuakisi au hayamuakisi? Kwa maana hiyo, miaka 81 iliyopita baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliuona ujio wa rais mwanamke mwenye uwezo kama wanaume na hata kuwazidi katika uongozi wa taifa letu. Na Dr. Samia Suluhu Hassan ni matunda, ni zao la urithi wa waasisi wa taifa letu, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mzee wetu Sheikh Abeid Amani Karume. Amelelewa, amekuzwa ndani ya chama cha Afro Shirazi Party na baadaye ndani ya chama cha CCM. Kwa miaka mingi alikuwa mjumbe wa kamati kuu. Kwa hiyo ni mtu ambaye chama kimemlea, chama kimemkuza
na ametoa mchango wake ndani ya chama, na sasa anatoa mchango wake katika uongozi wa juu wa Chama cha Mapinduzi, lakini katika uongozi wa juu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nani kama Samia? Hiyo ndio Tanzania ambayo sote hatuna budi kujivunia Tanzania hiyo. Na amesema naibu katibu mkuu, na mimi niongeze, rais wa sasa wa Namibia Netumbo na mme wake Ndaitwa walifunga ndoa yao Bomani, Ilala, Dar es Salaam. Kwa wacha tu kukaa, lakini hata ndoa yao walifunga Tanzania. Na umesema kweli kabisa, Watanzania wakati mwingine hatujijui nafasi yetu, hatujijui umuhimu wetu, hatujui kazi kubwa tuliyoifanya kuijenga Tanzania ya leo. Tulipopata uhuru mwaka 61, sisi ndio ilikuwa nchi yenye maskini na maendeleo ya chini kuliko nchi yoyote katika Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu za kihistoria ambazo leo sitazungumza, muda hautoshi. Na mara baada ya kupata uhuru mwaka 61, sisi hatukupata nafasi kama ya mtoto atambae, akae, asimame. Mara moja tulipopata uhuru, tukaanza moja kwa moja kukimbia tena kwa kasi kuwasaidia hao wote ambao naibu katibu mkuu leo umeshuhudia kwa nini wanaienzi na kuiheshimu nchi hii. Hakuna nchi yoyote inayotuzunguka ambayo haikupata msaada wa Tanzania katika uhuru wake au katika ulinzi wa uhuru wake, iwe Kenya, iwe Uganda, iwe Rwanda, iwe Burundi, iwe Kongo, iwe Zambia, iwe Malawi, iwe Zimbabwe, iwe Msumbiji, iwe Namibia, iwe Afrika Kusini, iwe Guinea Bissau, iwe Cape Verde, iwe Sao Tome na Principe, na iwe East Timor ambayo ni nje kabisa ya bara la Afrika. Kwa maana tunapozungumzia mafanikio ya Dr. Samia Suluhu Hassan, hatuna budi kujiuliza, Tanzania ni nchi gani hii ambayo leo tunazungumzia kuzilinda tunu hizo na kuziimarisha ambazo Dr. Samia Suluhu Hassan ameziimarisha. Ibara ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatamka Tanzania ni nchi moja na ni Jamhuri ya Muungano. Na ibara ya 3 inatanabaisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa ni nchi ya kidemokrasia na ya kijamaa isiyokuwa na dini yenye kufuata mfumo wa vyama vingi vya siasa. Na ibara muhimu sana ndani ya katiba ambao watu wengi hawaisomi ni ibara ya 9. Ibara ya 9 ya katiba yetu ndio inayoeleza Tanzania ni nchi ya aina gani. Na katika hayo inasema kabisa, moja ya mambo muhimu kwa Tanzania ni udugu na amani. Na Dr. Samia Suluhu Hassan ameyasimamia hayo yote kwa umahiri na ufanisi mkubwa. Kwa umahiri na ufanisi mkubwa. Kama ingekuwa ni ndege, Dr. Samia Suluhu Hassan ni rubani mahiri. Na ni rubani mahiri kwa sababu wote bara zima la Afrika na dunia inashangaa jinsi yaliyotokea na jinsi ambavyo Tanzania imekuwa mfano wa kuheshimu katiba yake, ya kuheshimu tunu zake, ya kuheshimu misingi yake. Na Dr. Samia Suluhu Hassan ameiendeleza kwa kiasi kikubwa kabisa na inaendelea.